Mambo vipi mwana michezo? Bana, niko na mchambuzi hapa wa soka Zuberi Mkalaboka. Kubwa zaidi ni kuzungumzia kimichezo haya yanaendelea katika ligi yetu. Ukiangalia mchezo wa mbele ambao bado unasemwa na vitu vingi kwamba huenda dabi isiwepo au ikawepo kutokana na kauli ya Young African kwa kuwa wao wanasema hawachezi, lakini pia bodi ya ligi tayari washapanga tarehe rasmi ya dabi hiyo. Bana, kwema? Kwema, mambo vipi? Bana, nashukuru Mungu. Naona poa. Bana, kubwa zaidi ni kuhusiana na mchezo wa dabi ambao tarehe 15 mwezi wa 6. Tayari bodi ya ligi shatoa ratiba kamili ya mchezo huo. Mwenyeji ni Young African, mpaka sasa hajatoa ratiba kamili ya viingilio ya mchezo huo na siku zinazidi kwenda. Unaoliongeleaje hili swala? Yanga hawachezi dabi kupata ushahidi wa kudhulumiwa tarehe 8. Ndio maana unaona kwa taarifa hawezi kupeleka timu kiwanjani hiyo tarehe 15. Na sio kwa vipi, nafikiri unafahamu msimamo wa Yanga kutokupeleka timu dhidi ya kamati ya mashindano, kamati ya usimamizi na maendeleo ya mpira na mashindano. Juu tunayo kamati ya mashindano ya TFF ambao wao ndio wanaikatia rufaa kwa maana ya maamuzi yao yuko kinyume na matakwa yao kwa namna Yanga wanavyolalamika ya tarehe 8. Ndio hawachezi dabi kupata ushahidi. Kwa nini? Hii ni legal trick. Mtu mwingine anaweza asielewe. Young Africans walitoa msimamo siku si nyingi kwamba hawatocheza mechi nyingine zote za dabi za ligi zilizobaki, lakini wamesalia kucheza mechi za ligi. Nadhani wanacheza mechi ya Tanzania Prisons, watacheza mechi ya Dodoma Jiji. Hawataki kuicheza mechi ya dabi yenyewe ambayo namba 184 ambayo iliahirishwa tarehe 8 kinyume na utaratibu kwa mujibu wa Young Africans. Japo sababu zilizotolewa na bodi ya ligi ikiwemo kwamba watatoa taarifa ya uchunguzi, mpaka leo wamepanga ratiba nyingine, hiyo taarifa ya uchunguzi hatujai kuiona. Sasa nini ambacho kinapelekea hiyo? Kinapelekea hivyo kwa sababu Yanga wanafahamu wangekataa mechi zingine zote wangekata pointi 45 na pengine wangeweza kupromoshwa daraja ambao mgogoro ungekuwa mkubwa zaidi. Lakini wakati mwingine ili ulalamike uwe umetendewa mambo yanayokufanya ulalamike. Wamelalamikia mechi ya dabi ya tarehe 8, sawa, ambayo bodi ya ligi wameipanga tena bila kusikilizwa madai ya tarehe 8. Maana yake wanaisubiri mechi ya tarehe ngapi wasiopeleka timu ili watakapoadhibiwa na bodi ya ligi warudi kulalamika sahihi sasa kwamba tumepokonywa alama kwenye mechi ambayo iliahirishwa kihuni. Kwa hiyo Young Africans hawachezi dabi kwa kukusanya ushahidi. Naomba nieleweke. Mtu mwingine anaweza asielewe. Yanga hawatopeleka timu hawachezi ng'oo, wanachotaka ni kukusanya ushahidi. Hatujacheza mechi hii kwa sababu ilitoka 1 2 3. Sasa utathibitishaje hilo? Ni pale ambapo mechi hiyo atapewa mtu alama. Kwa Simba watatumika kama ushahidi na Yanga. Wakipewa alama Simba ndio utatumika ushahidi wa Yanga wafungua madai. Ndio anaita legal trick. Kwamba ili tukutege tuwe tumegundua umefanya kosa. Kwa sababu hata unaposhtaki lazima uonyeshe kwenye hati ya mashtaka unashtakiwa kwa kosa fulani kwa kufanya 1 2 3. Tunalalamikia hiki kwa sababu tumefanywa hivi, tumefanywa hivi, tumefanywa hivi. Sasa likitokea hili ndio rahisi hata kwenda maeneo mengine, kwa nini mlifanya maamuzi, na hata huko kasi ambako walirudishwa mwanzo, sababu itaanzia hapa. Kwa Yanga hawachezi dabi kwa kukusanya ushahidi, na ushahidi wao ni Simba kupewa alama. Ndio maana unaweza kuona Young Africans huwezi kuona hivyo. Sasa sio kitu ambacho tunakitamani tukione. Bahati mbaya sasa hivi inasemekana wanatumia vishoka kuwaomba Yanga wapeleke timu uwanjani. Bwana jamani, pelekeni timu uwanjani tarehe 8. Kwa taarifa ndizo nazo, viongozi wengi wa Young Africans hawapo nchini. Kwa mfano rais wao mhandisi yuko Marekani, na yeye unajua ni mwenyekiti wa vilabu Afrika, alikuwa UEFA Champions League, aliajiriwa na Nasser Khelaifi juzi, lakini tunaona sasa hivi kaitwa Marekani na vilabu vya Afrika, yeye ni mwenyekiti, wanakwenda Marekani, kombe la vilabu la Marekani kule Marekani. Lakini Alex tunaona nao wako safari, wanaenda maeneo mbalimbali kwenye wao ni wakubwa, wana mambo mengi, wanasafiri wanakwenda hivyo. Na mechi umemsikia msemaji wao anasema wana mambo yao mengine, lakini hawapeleki timu tarehe 15. Wameweka timu kambini wakijiandaa na mchezo wa finali ya Federation dhidi ya mechi za ligi zilizosalia, japo kwa mwanzo nao ilitajwa kama mechi zitazochezwa. Sasa huo ndio msimamo wa Yanga, hawachezi dabi, wanakusanya ushahidi watakapopokonywa alama tarehe 15 ili waanzie sababu kwamba mnaona tunacheza mechi wakati mechi ile ilishwaje. Ndio kitu ambacho nakitazama kwa Young Africans. Katika mchezo huu Young African yeye kasema kuwa apeleki timu, kwamba yeye kwa upande wake anaona yuko sahihi, na pia upande wa bodi ya ligi tayari washapanga ratiba yao kwamba wanaona wao pia wako sahihi katika hili. Je, hili unalizungumziaje wakati pande zote mbili zinaenda tofauti, lakini pia mnyama naye Simba anasema kwamba siku hiyo ambayo dabi inachezwa yeye atapeleka timu?
bodi ya ligi na Yanga ni panya aliyemwagiwa mchuzi anafukuzwa na mbwa. Kwa hiyo hakuna mnapokwepana. Huku tupo, huku tupo, huku tupo, ndio kinachoendelea sasa hivi. Kwa nini? Kwa sababu Young Africans hawana ugomvi na bodi ya ligi. Young Africans wanao ugomvi na kamati ya usimamizi na uendeshaji wa mashindano. Kwa bahati mbaya kamati hii inaundwa na viongozi wa bodi ya ligi. Mwenyekiti yuko huku na katibu yupo. Unaona shida inapokuja. Sasa unapoambia hii kamati hii ambayo iliwajibika na mchezo wa tarehe 8 ijiuzuru. Hawa nao wataka kujiuzuru sababu ndio viongozi wa bodi ya ligi. Hawa wanaambia mjiuzuru, mechi iliahirishwa, hawa wanasema mechi ilikuwa sawa sawa. Mmewahi kukaa pamoja mkasema, hawakuwahi kukaa pamoja. Kwa hiyo hawa ni panya aliyemwagiwa mchuzi. Alafu anafukuzwa na mbwa. Hawezi kutoroka, anaenda huku, anaenda huku. Kwa hiyo wanatafutana. Panya aliyemwagiwa mchuzi anafukuzwa na mbwa. Ndio bodi ya ligi na Young Africans. Sasa kwa nini imefika hapa? Imefika hapa kwa moja. Nimesema mara nyingi na tumekuwa tukisisitiza. Hawa watu hawataki kuwajibika. Viongozi wetu wa mpira wanaishi kwenye makosa. Sasa wakati mwingine yakikosea makosa, mtu akitaka usahihi unataka kumlazimisha akumbuke makosa mliko mnafanya mwima. Hatuwezi tukauendesha mpira bila kufuata taratibu. Hatuwezi tukauendesha mpira kama watu hawezi kusimamia haki. Leo ni Yanga tu tunapiga kelele. Lakini juzi tumeona bodi ya ligi na TFF sasa hivi wanaendeshwa kwa kupigwa mikwara. Usipopiga mikwara hawa upati kitu. Sisi tumeona Singida juzi mpaka mikwara ndio wamempanga Rajiga. Kwa nini? Hawawezi kusimamia haki sasa hivi mpaka wapige mikwara. Sasa mpaka upige mkwara ndio uchukue hatua mbaya sana kwenye mpira wetu. Mpaka upige mkwara ndio uchukue maamuzi mbaya sana kwenye mpira wetu. Mbaya kwa sababu mtu hawezi kupewa haki ambaye hana sauti. Sasa kisha kuwa unatoa haki kwa mtu anayesema anayesikika mbaya. Sasa hawa hawezi kuchukua hatua mpaka wapige mkwara. Ndio maana Yanga unaona vita imekuwa kubwa. Simba waliwapiga mkwara wameahirisha dabi. Juzi tumeona Singida wamewapiga mkwara wamemtoa Amina Kiando wamempanga Kayoko. Nani wamempanga Rajiga. Sasa huwezi kuendesha mpaka upige mkwara ndio uchukue hatua. Kwa nini? Maana yake tuna viongozi ambao hawasimamii wajibu wao. Hivyo mpaka wapige mkwara ndio wafanye kazi. Ni mapungufu makubwa katika mpira wetu na si kitu ambacho watu makini wanapenda wakione. Na ndio madhaifu ambayo tuko nayo kwenye mpira wetu. Sasa watu washaona kwamba tuna viongozi ambao wanaendeshwa kwa mashinikizo. Na ndio maana hawapendi kulalamikiwa. Ukiwalalamikia wanakuja juu. Ukiwalalamikia wanalalamika. Kwa hiyo mtu ambaye hawezi kutimiza wajibu wake unapomkumbusha anakuona unamfuatafuata na wewe ni mkorofi. Ndio inavyoonekana kwa kamati ya usimamizi wa mashindano na bodi ya ligi na hata TFF vile ambavyo tulimsikia rais wa mpira. Hapendi kulalamikiwa hawa watu. Ukiwa unasema hivi wanakuona mbaya kweli. Sasa hii tabia imeenda kwa mashabiki wa mpira. Imeenda kwa vilabu. Ukisema jambo ambalo upande mwingine unufaiki nalo unaonekana mbaya kweli. Leo tunasema kwa sababu magomvi haya ya bodi ya ligi na Yanga, mtu wa Simba anaona wasaidia Yanga. Hata hawa wakionewa, ataona kesho wanawasaidia. Kwa nini? Tumeharibu mpira wetu kwa kutetea maovu. Na mbaya zaidi wote tunaishi kwenye uovu. Ukiona jamii haikemei uovu, wote waovu. Waandishi wa habari hatukemei uovu, wote tumekuwa waovu. Ukisema uovu unaogusa Yanga, sema. Ukisema uovu unaogusa Simba, sema. Sasa wote tumekuwa waovu. Sasa hivi tunabishana tu. Yanga wanakusanya ushahidi kutokupeleka timu uwanjani ili waadhibiwe waone ushahidi huo 1 2 3. Na ndio maana mechi hizo wanacheza zilizobaki 2 za ligi. Wanaitaka watakokatwa alama 15. Kwa sababu watakokatwa alama 15 wanakuwa washindi wa pili hao. Sasa mtarudi ndani, hakuna bingwa ambaye atapewa ubingwa mpaka kieleweke. Ndio maana kwa hiyo Yanga wanakubali Simba awe bingwa. Wanataka ushahidi wa mechi ya tarehe 8 ili waadhibiwe. Kwa hiyo huu ni mtego. Huu kwa mimi ninavyoona ni kama pia ni mtego kwa bodi ya ligi na kwa Yanga pia. Kote ni pande mbili zote inaingia kwa sababu mtego zaidi wametegwa wale wenye mashindano yao. Kwa sababu tarehe 15 ulitunyima uliahirisha mechi kinyume na kanuni kwa mujibu wa maelezo yao. Alafu unatupangia mechi ya 16. Sasa tucheze, nataka hukumu ya tarehe 15. Sasa ushahidi wa kwamba tarehe 15 kuna mgogoro itakuwa ni mechi kutokucheza. Si unanielewa? Nimejaribu kukupa codes za legal trick. Mechi isipochezwa ndio tuna mgogoro wa tarehe 18. Na wewe uonyeshe kwamba tarehe 15 ulituzumu, ulazimisha mechi ulivyoiahirisha. Uliahirisha, hatuna taarifa, umetulazimisha kucheza mechi hii hatuchezi. Mbona mechi ile hatukumaliza? Unaona kesi inapoanza upya. Yanga wanakusanya ushahidi wa kwanza na kesi upya tarehe 15. Wala sio mgogoro mkubwa. Bingwa hawezi kutangazwa mpaka shauri hilo liishi. Sasa ndio tunajiuliza, haya wakishindana, wakiwaambia dabi icheze mkakubaliane, Simba atarudisha timu uwanjani. Hawa watakugawana alama, bingwa anakuwa vile vile Young Africans.
Na ukiangalia katika hii kesi inavyoenda, mwishowe ikaamuliwa kuwa Yanga labda kakatwa alama. Yanga nao wakataka sheria wakaenda zaidi juu ili wapate haki yao, kama mpira wetu unaenda kupotea zaidi. Inategemea. Mimi naona bado Yanga wana haki ya kushtaki kesi kwenye mamlaka za kimpira zaidi. Ndio maana nimekwambia wanakusanya ushahidi. Hasa hizo kila mtu atakwambia. Ni mtu ambaye ana jicho la kuona muktadha wa kisheria. Wanakusanya ushahidi, tumeadhibiwa kwa sababu ya hiki wakati kwenye hiki hatukutendewa hivi. Sio, unaelewa? Kwa sababu mwenye kuleta madai ndio aleta ushahidi. Useme tumezuiliwa mechi ukiwa na ushahidi mechi ni ipi? Useme tukutendewa haki ukiwa na ushahidi ni haki gani ikutendeka wakati huo? Ndicho ambacho mimi nakiona. Mpira wetu unaenda wapi kwa hii yanavyoendelea kati? Huenda tukafungiwa kujihusisha na masuala ikienda mbele? Hapana, mpira wetu unakuwa, ila kuna mambo sisi tumedumaa. Wakati mpira wetu unakuwa, tuna tabia zetu za mpira ule wa kizamani ndio zilikuwepo. Mimi naamini kama watu watabadilika kulingana na mahitaji ya sasa mpira, tunahitaji tubadili tabia mpaka mfumo wetu wa kuongoza mpira. Mfumo wa kuongoza mpira uende kwa uwajibikaji na kufuata taratibu. Lakini bado watu wanaongoza mpira kimazoea wakati unapiga hatua. Na haya ni matokeo ya kukua wakati mmeduma. Unajua changamoto zinampata mtu ambaye au matatizo yanakuja pindi ambapo unapata changamoto mpya. Kwa hizo ndio changamoto za udumavu wa mpira wetu ambazo zinahitajika zikibadilika ndio tunakuwa niko hivyo. Nashukuru sana. Asante sana.